Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tangu kuanza kwa vita mwaka 2022 zaidi ya raia 13,000 wameuawa nchini Urusi. Warusi 13,000 wameuawa ambapo watoto 1,091 walijeruhiwa na watoto 237 katika 13,000 wameuawa kutokana na mashambulizi ya Ukraine tangu mwaka huo wa 2022. Mashambulizi ya Ukraine katika eneo la Urusi yamesababisha zaidi ya watoto 1,000 kujeruhiwa na vifo vya watoto 237 tangu kuanza kwa operesheni hiyo maalum ya kijeshi. Hii ni taarifa iliyotolewa na balozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kuhusu uhalifu wa kivita kwa utawala wa Kiev, Rodion Miroshnik, akiliambia shirika la habari la Urusi la Sputnik. Anasema tangu kuanza kwa operesheni hii maalum ya kijeshi hadi Novemba 30 mwaka 2025 zaidi ya watu 13,000 wameuawa na kati yao watoto 237 waliuawa nchini Urusi. Miroshnik alisema, akiongeza kwamba kwa ujumla tangu kuanza kwa mzozo mwaka 2014 idadi ya Warusi waliouawa tayari imefikia 41,000 na kati yao 13,000 ni wameuawa katika kipindi hiki cha mwaka 2022 hadi sasa kutokana na mashambulizi ya Ukraine. Urusi imekuwa ikiendesha operesheni yake maalum ya kijeshi tangu Februari 24 mwaka 2022. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema operesheni hiyo inalenga kuwalinda watu wanaokabiliwa na mauaji ya halaiki na utawala wa Kiev, na lengo kuu la operesheni hiyo ni kukomboa kabisa maeneo mapya ya Urusi, Donbas na Novorossiya, na kuunda mazingira ambayo yanahakikisha usalama wa Urusi. Ukraine lazima iondolewe kijeshi na lazima izuiliwe. Hii ndio kauli ya sasa ya Urusi kutokana na kile kinachofanywa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow imesema kwamba imepambana vya kutosha katika maeneo na imeweza kuokoa karibia eneo la 20% la Ukraine, ambapo limeunganisha maeneo ya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson. Licha ya kwamba katika maeneo ya hayo bado kuna baadhi ya wanajeshi wachache wa Ukraine waliopo katika maeneo hayo. Hata hivyo, Moscow inasema usambazaji wa silaha kwa Ukraine unazuia suluhu hilo na kuhusisha moja kwa moja nchi za NATO katika mzozo huo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema shehena yoyote yenye silaha kwa ajili ya Ukraine itakuwa ni lengo halali la Urusi. Na sasa moja kati ya mambo ambayo Urusi inafanya ni kulenga meli zinazosambaza silaha pamoja na ndege zinazopelekwa huko nchini Ukraine. Kremlin imesema usambazaji wa silaha wa magharibi kwa Ukraine unazuia mazungumzo ya amani. Hata hivyo, wakati huu Marekani ipo katika mikakati ya kumaliza vita hivi ambavyo vimedumu kwa takribani miaka 4, lakini rais wa Marekani Donald Trump aliwahi kunukuliwa akisema kwamba shida ya mzozo huu wa Ukraine inasababishwa na watu wa magharibi ambao hawataki kuona amani inatawala katika eneo hilo la mashariki mwa Ukraine. Hata hivyo, nchi za magharibi wakati huu zinamwalika Volodymyr Zelensky kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atamkaribisha rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky siku ya leo Jumatatu, wakati kukishuhudiwa mkwamo kuhusu mazungumzo ya kukomesha vita nchini humo. Zelensky atahudhuria katika mazungumzo hayo huko Downing Street pamoja na Rais Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa ni namna ambavyo Ukraine inapaswa kuwa na msimamo katika kuhakikisha inaokoa eneo lake. Hata hivyo, baada ya siku 3 za majadiliano huko Miami kati ya Ukraine na mjumbe wa Marekani nchini Ukraine bwana Steve Witkoff, ni kwamba makubaliano ya kukomesha vita yalikuwa karibu sana, lakini kulikuwa na ugumu kidogo kwani Ukraine haikubali kuachia maeneo katika Donbas. Mazungumzo bado yamekwama katika masuala yanayojumuisha ukubwa wa jeshi la Ukraine baada ya vita na udhibiti wa Urusi katika Donbas. Basi endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua ni nini kinachoendelea katika ulimwengu.